nikitambua kwamba kwa sasa tuko katika adhimisho la ibada ya misa takatifu, sehemu kubwa ambayo inahitaji unyamavu wa kutosha, tafakari ya kutosha, maombi ya kutosha. Injili tuliyotoka kuisikia hapo ni injili ambayo inasema mambo haya hawakufunuliwa wenye hekima, wenye akili, bali walifunuliwa wale walio wadogo. Manake ni kwamba adhimisho la ibada ya misa takatifu, kama mtakuwa mnafuatilia kwa umakini, kila tunapoanza kuliadhimisha hilo adhimisho, padre ambaye ni kuhani anayetuongoza, saa nyingine unasikia anatuambia kwamba sasa tujiandae kwa ajili ya maadhimisho ya mafumbo haya matakatifu. Kumbe adhimisho la ibada ya misa takatifu ni fumbo, na ni fumbo ambalo akili ya kibinadamu haiwezi kaelewa. Kwa nini akili ya kibinadamu haiwezi kaelewa? Ni kwa sababu ya yale yanayotendeka ndani ya adhimisho la ibada ya misa takatifu, au yale yanayotokea ndani ya adhimisho la ibada ya misa takatifu. Ni mafumbo ambayo akili ya kibinadamu haiwezi kaelewa, lakini isipokuwa ni wale ambao wamekubali kujinyenyekeza na kukubali, ndio wanaoona hayo makuu yanayotokea ndani ya adhimisho la ibada ya misa takatifu. Na hii ndio iliyo sadaka kuu kuliko sadaka zote. Kila adhimisho la ibada ya misa takatifu linapoadhimishwa, maana yake ni kwamba walio duniani, kama alivyoandika Padre Raymond Saba kwamba kila mnapoadhimisha adhimisho la ibada ya misa takatifu, wale ambao wanashiriki adhimisho hilo la ibada ya misa takatifu kwa imani, kwa uelekevu, wanatoka duniani na kwenda mbinguni. Yaani mbingu na dunia zinaungana pale ambapo adhimisho la ibada ya misa takatifu linapokuwa linaadhimishwa. Mungu angekufunulia siku moja ukaona kinachotokea ndani ya adhimisho la ibada ya misa takatifu, pengine ungeweza hata kuchanganyikiwa au kutokuelewa kwamba nini kinachoendelea. Kwa nini alipo Kristo zipo nguvu za aina yote za kimungu. Kumbe basi katika adhimisho hili la ibada ya misa takatifu tusadiki na kuamini kwamba yale ambayo tunaenda kuomba, ambayo tunaomba ndani ya sadaka hii ya misa takatifu, Kristo yeye mwenyewe yuko tayari kutuhudumia, kutusikiliza na kutuokoa. Ningetamani sana Wakatoliki kila tunapopata nafasi ya kushiriki adhimisho la ibada ya misa takatifu, tushiriki hilo adhimisho la ibada ya misa takatifu kama kwamba ndo adhimisho la mwisho katika maisha yetu. Yaani uwe na ile tamaa kila unaposhiriki adhimisho la ibada ya misa takatifu, uwe na tamaa ya ndani kwamba hakuna adhimisho lingine utakalolishiriki baadaye. Fikiri kwamba leo ingetokea unaambiwa kwamba hii ndo misa yako ya mwisho kushiriki duniani. Nina uhakika kwamba ungeweza kuishiriki kwa uelekevu na kwa imani na kwa kuomba msaada mkubwa sana. Sadaka ya misa takatifu ni vita vya kiroho. Mtakatifu Rosa wa Lima alisema kila adhimisho la ibada ya misa takatifu linapoadhimishwa, adui au shetani anakata tamaa ya kuendelea kuwa na nguvu tena. Kuna wengine leo tuko hai ni kwa sababu ya sadaka ya misa takatifu. Kuna wengine leo biashara zetu ziko salama kwa sababu ya adhimisho la ibada ya misa takatifu. Kuna wengine leo watoto wetu wako salama na wanaendelea vizuri kwa sababu ya adhimisho la ibada ya misa takatifu. Kumbe kila unaposhiriki adhimisho hili la ibada ya misa takatifu, shiriki kwa uelekevu, kwa imani, kwa nguvu na kwa upendo. Mtakatifu mmoja alifunuliwa nini kinachotokea kwenye adhimisho la ibada ya misa takatifu, kwamba ungekuwa umezama rohoni ukaona malaika wanaozunguka adhimisho, wanaotuzunguka sasa hivi, ungeweza kusema yes, kweli hii ndiyo iliyo sadaka kuu kuliko sadaka zote.
Kumbe basi leo tunaposhiriki sadaka hii ya misa takatifu, sadaka ya uponyaji, tushiriki kwa imani na kwa matumaini makubwa sana. Kuna nguvu nyingi sana duniani, lakini hakuna nguvu inayoweza kushinda nguvu ya adhimisho la ibada ya misa takatifu. Kuna nguvu zinazotumika kuwalinda watawala wa dunia, lakini hizo nguvu haziwezi zikawa na uwezo dhidi ya adhimisho la ibada ya misa takatifu. Kuna nguvu ambazo zinawatesa wanadamu, lakini hizo nguvu hazina uwezo dhidi ya nguvu ya sadaka ya misa takatifu. Kumbe sadaka ya misa takatifu ni nguvu ambayo haielezeki, nguvu ambayo ni Mungu mwenyewe, kwa sababu ndiye anayejitoa hapa altareni. Kwa hiyo ikiwa unashiriki adhimisho la ibada ya misa takatifu kwa uelekevu, kwa imani, ukajiunganisha na hizo nguvu za sadaka ya misa takatifu, nina uhakika kwamba ungekuwa na nguvu ambayo siyo ya kawaida. Ninaomba leo nikwambie Mkatoliki, kila unaposhiriki adhimisho la ibada ya misa takatifu, muombe Mungu zile nguvu za adhimisho hilo la ibada ya misa takatifu ziwe nguvu zako. Kibali cha misa hiyo takatifu kiwe kibali chako. Muombe Mungu zile nguvu zinazomshusha kutoka mbinguni kuja duniani ziwe nguvu zako. Muombe Mungu zile nguvu ambazo zinabadili vipaji vya kibinadamu kutoka kuwa vipaji vya kibinadamu kuwa mwili na damu ya Bwana wetu Yesu Kristo, hizo nguvu ziwe nguvu zako. Mimi kila ninaposhiriki adhimisho la ibada ya misa takatifu huwa ninamwomba Mungu anibadili, hasa tunapofika kwenye wakati wa mageuzo. Ninamwomba Mungu, namwambia Mungu, nguvu hii inayobadili vipaji hivi vya kibinadamu kutoka kuwa vipaji vya kibinadamu kuwa na mwili na damu ya Bwana wetu Yesu Kristo, ninaomba nguvu hii ibadili maisha yangu. Ninaomba nguvu hii ibadili biashara yangu. Ninaomba nguvu hii ibadili uzao wangu. Ninaomba nguvu hii ibadili kila kitu ambacho kimekufa kwenye maisha yangu. Ninaomba nguvu hii iniweke huru dhidi ya aina yoyote ya nguvu za giza ambazo pengine zimenifunga au zinanifuatilia. Kuna nguvu ndani ya sadaka ya misa takatifu ambayo hiyo nguvu endapo ukiitumia vizuri, hakuna nguvu yoyote duniani itakayokuzuia. Hakuna nguvu yoyote itakayokuzuia. Sengine huwa tunashiriki adhimisho la ibada ya misa takatifu kikawaida, kimwili. Kumbe adhimisho la ibada ya misa takatifu, ili uweze kulishiriki kwa uelekevu na kwa imani, usilishiriki kimwili, lishiriki kiroho, kwa sababu adhimisho lenyewe ni la kiroho. Yanayotendeka ndani ya hilo adhimisho la ibada ya misa takatifu yanatendeka kiroho, na sasa matokeo tunayapokea kimwili. Nguvu. Mwambie jirani yako, nguvu. Kwa hiyo leo tunamwomba Mungu kwenye adhimisho hili la ibada ya misa takatifu tukutane na nguvu zake ambazo zitatupa uponyaji, ambazo zitatupa ufumbuzi mpya wa changamoto, wa fursa, wa kila kitu tunachokutana nacho kwenye maisha yetu. Ngoja niwape ushuhuda wa ndugu yangu kabisa. Ni baba, nishie tu kusema ndugu, lakini nisiseme ni ndugu wa upande gani. Siku moja alinipigia simu akaniambia, wewe kwenye ukoo ndo unatutesa sana, kwa sababu umefuata njia ambayo waliotutangulia hawakuifuata hiyo njia. Kwa hiyo unatusumbua sana, lakini nimepiga simu hii kukuomba msamaha. Na kuomba msamaha kwa sababu nimejaribu mara nyingi sana kutaka kukuua, lakini haikuwezekana. Mara nyingi sana alienda kwa waganga wa kienyeji,
ili kunidhuru. Mara nyingi sana alijaribu pengine kunitumia ajali, lakini haikuwezekana. Alienda zaidi ya waganga 3 wa kienyeji. Mganga wa kwanza alimdanganya. Baada ya kupima rohoni, akaona huyu mtu sio wa kawaida, akasema huyu mtu ana mzimu mkali sana. Hawezi kusema kwamba ana Mungu, anaishia kusema ana mzimu mkali. Basi kama huo mzimu ninao, ni Mungu mwenyewe. Kwa hiyo akamwambia, huyu ili umpate, tafuta mganga wa nje ya Tanzania. Hapa Tanzania hautapata mtu wa kumdhuru huyu. Yule ndugu yangu akaona labda amedanganywa, akaenda kwa mtu mwingine, mganga mwingine. Akaenda kwa wale waganga ambao wao huwa wanavuta sura ya mtu kwenye maji au kwenye kioo. Nafikiri mmewahi kusikia hizo scenario Yule mganga akaanza kuvuta sura yangu. Kila anapovuta linatokea jengo la kanisa. Sasa kwa mfano, kama wiki hii ungetaka kuniroga, unanipata wapi? Muda wote niko altareni. Tumsifu Yesu Kristo. Kama muamini, kama mnamjua hapa Kigoma kuna mganga yote mnayemjua, muendeeni afu mwambie mjaribu kidogo. Yaani yule ambaye mnamwaminia kabisa Kigoma nzima, na picha nakupa kabisa kwamba hii hapa, akishindwa kuvuta kwenye kioo na nini, mpe hii hapa avute. Yule wa kwanza, huyo wa pili akavuta, inatokea jengo la kanisa. Yule akamwambia kwamba huyu ukiendelea kumfuatilia unakufa wewe. Hakuelewa. Akaenda kwa mwingine na yeye akaenda akamwambia huyu unapoteza muda. Kwa nini? Mimi kila ninaposhiriki adhimisho la ibada ya misa takatifu huwa nashiriki kwa malengo. Huwa namwambia Mungu, adhimisho hili la ibada ya misa takatifu, ninaomba nguvu za adhimisho hili la ibada ya misa takatifu zinilinde dhidi ya wabaya wangu. Sali hiyo sala uone kama kuna wabaya watakufuatilia kwenye maisha yako. Unajua sengine huwa tunasali tu, tunashiriki tu adhimisho la ibada ya misa takatifu kama kutimiza tu ratiba hivi, lakini hatuendani na kile ambacho tunakitafuta kwenye hilo adhimisho la ibada ya misa takatifu. Kwa hiyo huwa namwambia Mungu, ninaomba nguvu ya adhimisho hili la ibada ya misa takatifu iwe nguvu yangu. Ninapotaka kwenda mahali fulani, pengine nataka kukutana na wakuu, ninashiriki adhimisho la ibada ya misa takatifu, namwambia Mungu na kumwomba Mungu, ninaomba kibali cha adhimisho hili la ibada ya misa takatifu, ninaomba kiwe kibali changu. Kama adhimisho hili la ibada ya misa takatifu linavyokubalika duniani na mbinguni, ninaomba mahali popote nitakapoenda, Mungu, ninaomba nikakubalike. Na kila mahali ukienda unaona unakubalika. Kila mahali ukienda unaona unakubalika. Kwa nini? Adhimisho la ibada ya misa takatifu ni kibali. Msifu Yesu Kristo. Alafu tena sio tu kibali cha kawaida, ni kibali cha Yesu Kristo mwenyewe. Wangapi mmewahi kuomba kibali cha adhimisho la ibada ya misa takatifu kiwe kibali cha maisha yenu? Umeona sasa? Lazima uombe Mungu kwamba kibali cha adhimisho hili la ibada ya misa takatifu, ninaomba kiwe kibali changu kazini, kwenye biashara, kila mahali.
kama adhimisho la ibada ya misa takatifu linavyokubalika na mataifa yote ulimwenguni na makabila yote ulimwenguni na watu wote ulimwenguni. Angalia kwenye adhimisho la ibada ya misa takatifu, akija rais anapiga goti, akija papa anapiga goti, akija tajiri anapiga goti, akija maskini anapiga goti, akija mtoto anapiga goti, akija yeyote yule anapiga goti. Kibali cha adhimisho la ibada ya misa takatifu. Unaenda mahali popote, mwambie Mungu, ninaomba kibali cha adhimisho hili la ibada ya misa takatifu ndiyo kiwe kibali changu. Ila nitakapokanyaga, Mungu ninaomba nikakubalike, kama ambavyo adhimisho hili la ibada ya misa takatifu ninaloshiriki linakubalika. Tumeshiriki adhimisho la ibada ya misa takatifu mara nyingi sana, lakini leo nikiwauliza matokeo uliopata kutokana na hilo adhimisho la ibada ya misa takatifu ambalo umeshiriki toka kubatizwa kwako mpaka leo, hayo matokeo yako hapo. Ni kwa sababu tu wengine wanashiriki adhimisho la ibada ya misa takatifu kama ambavyo wanaenda kushiriki mikutano ya hadhara, ya kisiasa, ya kijamii, ya kifamilia. Matokeo yake ni kwamba wanaondoka ndani ya adhimisho la ibada ya misa takatifu bila kupokea neema na mastahili ya aina yoyote. Yaani mtu unatoka nyumbani kuja kanisani, tunategemea kwamba unapotoka nyumbani kuja kanisani usirudi kama ulivyoondoka nyumbani. Maana yake unapokuja kanisani, baada ya kutoka kanisani uondoke na kitu cha ziada ambacho haukuwa nacho. Lakini matokeo yake ni kwamba wengi kama ametoka na shida yake nyumbani, anafika anasali, anaondoka, bado shida yake au changamoto yake iko pale pale, hajaondoka na chochote kile, anabaki yuko tu pale pale. Kwenye adhimisho la ibada ya misa takatifu, Kristo anazaa baraka, anazaa neema, anazaa matunda ya ulinzi, anazaa. Ndiyo maana kila wakati anajitoa yeye mwenyewe kwamba chochote unachokitaka uje ukichukue kwake. Ndiyo maana sasa kwenye adhimisho la ibada ya misa takatifu kuna uzao unazaliwa. Kuna mwingine akishiriki kwa uelekevu na kwa imani adhimisho la ibada ya misa takatifu, kama alikuwa tasa, akishiriki vyema anapata uzao. Na huo uzao umetoka wapi? Kristo mwenyewe hapa altareni amezaa. Mwingine alikuwa anatafuta kazi, anapata. Kwenye adhimisho la ibada ya misa takatifu ni makutano ya kupokea baraka zako zinazotoka mbinguni kuja duniani. Ndio maana kwenye kila adhimisho la ibada ya misa takatifu kuna baraka za kila namna. Kwa hiyo kuna mwingine anakuja kushiriki adhimisho la ibada ya misa takatifu akiwa anataka baraka ya kupandishwa cheo kazini. Akishiriki kwa imani anakutana na hiyo baraka kwenye adhimisho la ibada ya misa takatifu. Kuna mwingine pengine ana changamoto ya kiafya, akishiriki adhimisho la ibada ya misa takatifu kwa imani na kwa uelekevu anakutana na baraka ya uponyaji kwenye adhimisho la ibada ya misa takatifu. Kuna mwingine pengine anasumbuliwa na watoto, ni wavuta bangi, ni walevi. Mwingine anasumbuliwa pengine kwenye ndoa, hana amani. Anaposhiriki adhimisho la ibada ya misa takatifu kwa imani na kwa uelekevu anakutana na baraka ya amani kwenye ndoa yake. Adhimisho lolote la ibada ya misa takatifu ni makutano ya baraka, ambazo hizo baraka Mungu anakuwa ameziachilia kwa wale ambao wanakuwa wamejiandaa kukutana na hizo baraka zake. Tunakutana na Yesu Kristo kwenye adhimisho la ibada ya misa takatifu kiuhalisi. Ndiyo maana Wakatoliki damu ile iliyomwagika pale Kalvari msalabani siku ile ya Ijumaa Kuu, damu hiyo hiyo ndio inayomwagika hapa altareni wakati wa adhimisho la ibada ya misa takatifu. Haina utofauti, ubora ule ule, nguvu zile zile, maana ile ile. Sasa sijui kuna watu ambao wanahitaji mpaka waone rangi ndio wajue kabisa kwamba ile ndo damu iko pale.
eti wa Katoliki, mpaka muone rangi ndo mjue. Kila tunaposhiriki adhimisho la ibada ya misa takatifu, Kristo anamwaga damu yake upya kwa ajili yetu. Ninakuombea siku hii ya leo tunapohitimisha semina hii, nguvu ya sadaka hii ya misa takatifu ukutane nayo, ili hiyo nguvu ibadili kila kilichokufa kwenye maisha yako kipate uhai. Sadaka hii ya misa takatifu ikupe kibali kazini, kwenye biashara na mahali popote, ikakupe kibali. Basi ninahitimisha kwa kuzungumza kidogo tu juu, ni muda ambao ulipungua kwa kweli. Nilitamani sana nilifundisha hili somo la zaka, lakini muda ukawa umenipungua sana. Lakini Jumapili nilisali, niliona watu wengi sana, ulipofika wakati wa kutoa zaka walijitokeza mbele kuja kutoa zaka. Hebu tuwapigie makofi. Naomba nitumie hili neno kwa tamaduni za Kiafrika. Zaka ni kama hirizi fulani hivi ya kiroho upande wetu sisi wa Kristo, ambayo kazi yake kimsingi inalinda uchumi wa Mkristo. Kati ya eneo ambalo shetani amefanikiwa ni kuwazuia watu wasitoe zaka. Hilo kwa kweli shetani amefanikiwa kuteka mioyo ya wengi sana. Na kwa nini amefanikiwa? Ni kwa sababu uchumi una sura mbili. Uchumi una sura ngapi? Una sura ya kiroho na una sura ya kimwili. Wengi huwa tunaona sura ya kimwili, lakini hatuone sura ya kiroho. Ukitaka ujue kwamba uchumi una sura mbili, tunasali kwenye sala ya Baba Yetu. Mahali fulani tunasema kwamba utupe leo mkate wetu wa kila, utupe leo mkate wetu. Kibibilia mkate ni uchumi. Ni nini? Ni uchumi. Utupe leo mkate wetu wa kila siku. Sasa huu mkate usipokuwa makini unaweza ukanyang'anywa rohoni. Kazi yoyote unayofanya ni mkate. Ukitaka ukosane na mtu yeyote duniani, ingia kwenye eneo la mkate wake, hapo mtakosana. Na niko hapa pia kuwaomba, unapokuwa unatafuta mkate wa maisha yako, usikanyage mikate ya wengine. Unapokuwa unatafuta mkate wa maisha yako, usizuie mikate ya wengine. Kuna watu ni mabingwa wa kuzuia mikate ya wenzao kwenye maisha yao. Unapokuwa unamzuia mtu riziki yake, unazuia mkate wake. Unapokuwa unamchongea mtu kazini ili afukuzwe kazi ili wewe uonekane kuwa mwema, unakuwa unazuia mkate wake. Kumbuka, huyo ambaye unajitahidi kuzuia mkate wake, hata akinyang'anywa, huo uliokuwa mkate wake hauwezi ukawa mkate wako. Kila mtu ana mkate wake. Ndio maana kumuua Habili hakusababishi wewe kuchukua baraka za Habili. Sawa, utamuua Habili, lakini kumbuka kwamba hauwezi ukawa na kibali cha Habili. Hauwezi ukala mkate wa Habili. Kwa hiyo nini, waombe wa Katoliki ambao mnafanya kazi kwenye maofisi ya umma, mtu yeyote anayekuja kutafuta haki yake,
Usiwe sababu ya kumzuia hiyo haki yake. Usizuie mkate wake, mpe mkate wake, kwa sababu wewe mkate wako upo. Kama anatafuta haki yake ya kisheria, mpe haki yake, aondoke. Kuna baadhi ya mikono ya watu imezuia mikate ya wengine sana kwenye maisha yao. Anakuja mama mjane, anatafuta haki yake, pengine amenyang'anywa ardhi na tajiri. Yule tajiri anatanguliza pesa, wewe pengine ni hakimu, unaangalia ile pesa, unashindwa kuangalia haki ya huyu mama, unakuwa umemnyima mkate wake wa kila siku. Mungu anapokuweka kwenye nafasi yoyote ile, usiwe sababu ya kuziba mikate ya watu wengine kutoka. Mikono yako iwe baraka. Ndio maana mikono yetu saa ingine tunainyosha hivi kwamba yeyote aweke, yeyote achukue. Usikunje mkono wako, kwa sababu hautapokea, lakini pia hautatoa. Wewe ni mfanya biashara, usizuie mikate ya wateja wako kwa kuwauzia bidhaa feki. Anaenda kunung'unika, mwisho wa siku anairani hiyo biashara. Kuzuia mkate wa mwenzako, iwe unajua au haujui, hiyo huwa ni laana. Ndio maana watu ambao wamezuia mikate ya wenzao, maisha yao huwa sio mazuri, na maisha ya vizazi vyao huwa sio mazuri. Kwa nini? Kila unapozuia mkate wa mwenzako, ujue kwamba kuna chozi linamwagika likiwa linadai haki, na Mungu anaposhuka kulipa haki, ujue kwamba hautasalimika salama. Ni hivyo hivyo Mungu anapokuwa ametujalia nafasi na neema ya kuwa wafanyabiashara, ya kuwa watumishi wa umma, kila tunaposhindwa kutoa zaka kamili, huwa tunazuia mkate wa Injili kusonga mbele. Na ukizuia harakati za Injili kuzaa matunda na kusonga mbele, ujue kwamba umezuia harakati na mpango wa Mungu kwa wanadamu. Usizuie kutoa fungu la 10, kwa sababu kila utakapokuwa unazuia, utakuwa unazuia baraka za maisha yako, utakuwa unazuia baraka za kizazi chako, utakuwa unazuia baraka za hatima yako. Mungu akufungulie neema na macho ya rohoni, uone kwamba kila unapotoa fungu la 10 kwa uaminifu na kwa uelekevu, unakuwa umejiachia kwake na kumwambia Mungu, nimekupa maisha yangu, ninaomba uyatawale, ninaomba uyaongoze, ninaomba wewe Mungu ndio uwe dereva wa maisha yangu. Kila unaposhindwa kutoa fungu la 10 kwa uaminifu na kwa uelekevu, wewe unahakika kwamba kimwili unaweza ukawa unaona kwamba unafanya vizuri, kibinadamu unaweza ukawa unaona kwamba unaminya bajeti ili ufikie malengo yako, lakini mbingu inakuona tofauti. Mbingu inakusoma tofauti. Mbingu inakutambua tofauti. Kila unapopata moyo wa kuzuia ndani, ujue mbingu inakutambua tofauti na inakuona tofauti. Usizuie kwa siri. Usizuie ule mkate ambao Mungu alikuwa amekupa, usizuie kumrudishia. Angalia Ibrahimu alichokifanya. Ibrahimu amekaa muda mrefu sana hajapata mtoto, amempata uzeeni, na baada ya kumpata uzeeni anakutana na jaribu gumu mno. Baada ya muda Mungu anamwambia Ibrahimu, ninataka umtoe mtoto wako huyo kama sadaka. Angalia Ibrahimu hakurudisha, hakuongea chochote kwamba Mungu, sasa huyu mtoto ndo umenipa, unapotaka kumchukua mimi nitabaki na nini? Ibrahimu aligundua kwamba nimekaa muda mrefu sana bila kupata mtoto, na aliyesababisha nikapata huyu mtoto ni Mungu. Kwa hiyo kama niliweza kukaa muda huo sina mtoto na Mungu akaja akanipa mtoto, hata nikimpa huyu mtoto Mungu atajua namna
ya kunipa watoto wengine. Na ndio maana leo Ibrahimu anaitwa baba wa mataifa kwa sababu ya imani yake. Baba wa mataifa. Anaitwaje baba wa mataifa na alikuwa na watoto wawili tu? Lakini dini zote zinamtambua Ibrahimu kwa ushujaa wake. Kwa nini? Ibrahimu hakuzuia kile alichompa Mungu. Mungu anapokupa nafasi, usizuie matunda yanayotokana na hiyo nafasi kumrudishia Mungu. Akikupa nafasi, mwambie Mungu, hii nafasi umenipa ni ya kwako, ninakurudishia wewe. Hawa watoto umenipa, ninakurudishia wewe. Mnamkumbuka Hana aliyekuwa tasa, ambaye mke mwenza aliyekuwa anaitwa Penina alikuwa anamtukana, alikuwa anamsimanga, lakini Hana hakupoteza imani na matumaini yake kwa Mungu. Kila wakati alikuwa anaenda kwenye madhabahu ya Shilo na kulia. Siku moja akaenda akajikuta yuko madhabahuni analia. Kuhani Eli akaja akamtazama, akamwambia, wewe mama, utakuwa mlevi mpaka lini? Hana akamwambia, haujui nilichokipitia kwenye maisha yangu, moyo wangu na uchungu na kila kitu. Lakini Hana alikuwa ameweka nadhiri, akamwambia Mungu, ikiwa utanipa mtoto wa kiume, huyo mtoto nitamrudisha kwako, maana yake atakuja kuwa kuhani wako. Na kweli mzee Eli akamtamkia Hana baraka, akamwambia, enenda, majira kama haya mwaka unaokuja utakuwa unanyonyesha. Hana alipopata tu yule mtoto Samueli, ukisoma kile kitabu cha Samueli wa kwanza sura ya kwanza, kuanzia hiyo sura yote utakutana Hana alisema, mtoto huyu nalimwomba kwa Bwana, Bwana akanipa, na sasa ninamrudisha kwa aliyeniomba. Mungu anapokupa alichokupa, usikatae kumrudishia akikiomba, kwa sababu huwezi kujua anapokuwa anakiomba, anapima imani yako. Anataka aone kweli huyu alikuwa anaomba kazi, nimempa kazi. Je, hii kazi napotaka kuichukua, huyu mtu atakubali au atakataa? Akiona unakataa, Mungu anaweza asikupandishe viwango alivyokuwa ametarajia kukupandisha, lakini ukikubali atakupandisha viwango ambavyo ulikuwa haujawahi kuwaza wala kutarajia kwenye maisha yako. Mungu ni Mungu anipe nikupe zaidi. Wewe unampa, lakini yeye anakupa zaidi. Huyo ndo Mungu. Mpe Mungu fungu la 10 kwa uaminifu, na yeye atakupa matunda ya hilo fungu la 10 kwa uaminifu zaidi. Hata kile ambacho haukuomba, hata kile ambacho haukutarajia, Mungu atakiachilia kwenye maisha ya kwako. Ninakuombea kuanzia leo, neema hiyo ya kutamani kumtumikia Mungu kupitia fungu la 10 iwe ndani yako, iwe ndani ya moyo wako, lakini iwe ndani ya moyo wa vizazi vyako, na wewe utaona mabadiliko yasiyo ya kawaida kwenye maisha yako. Tumsifu Yesu Kristo.